Ile kauli ya kwamba wenzetu walikuwa vizuri, tunashukuru hiyo alama moja tumeipata, ni kauli ambayo imetoka kwa watu wa ndani kabisa kuonesha ya kwamba walikubali hali ilikuwa si nzuri sana kwenye mchezo wa dabi. Lakini hiki ambacho kimetokea hapo kimesahaulisha kile ambacho watu walishaanza kukizungumza kwamba dirisha dogo lilikuwa zuri. Kwamba dirisha dogo walifanya vizuri. Lakini inaonekana kwenye dabi wale wa dirisha dogo wameshindwa kufanya vile ambavyo vilitarajiwa wafanye. Ni matokeo ya muendelezo sasa kwenye hizi sajili za miaka hivi karibuni. Kabisa, tulianza kuzungumza hapa, nakumbuka ilikuwa baada ya michezo mitano ya ligi. Tulianza kuzungumza kwamba Aimada alianzisha upete kwamba dirisha la usajili la Yanga toka msimu uliopita linaonekana kuwa gumu. Anayefanya usajili kwenye dirisha lililopita, anayefanya usajili kwenye dirisha hili imeonekana kuwa ngumu sana. Na Yanga wanabebwa na wachezaji waliopo ambao walikuwepo kabla ya usajili wa dirisha kubwa ambalo lilifanyika. Tuweke kumbukumbu sawa. Kwenye dirisha kubwa lililopita, mchezaji pekee ambaye alifanya vizuri ama alibakia kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga ni mchezaji mzawa kwa maana ya Mohamed Hussein. Lakini international wote wameondoka kwenye kikosi cha Yanga, na alobakia Hassan Kouma hana namba. Yupo kwenye kikosi cha Yanga lakini hana namba. Angalia Dombi ameondoka, muangalie Bara ameondoka, muangalie Celestine Ekua ameondoka. Kwa hiyo wachezaji wote ambao walikuwa wamesajiliwa kuja kuingia kwenye kikosi chao wameshindwa kuperform. Hiyo ilikuwa ni saini ya kwanza ya kuonyesha kwamba dirisha lilikuwa limefeli. Njoo watazame Yanga kwenye dirisha dogo ambalo wameingia. Wamemleta Depu ambaye ameonekana kuwa anafunga kwenye michezo ambayo amecheza kwenye ligi back to back, alikuwa anafunga. Kiondoa kwenye mchezo wa jana ambao aliingia wajuzi. Njoo mtazame bwana mdogo Alan Okello. Alan Okello ameonekana bado hayupo kwenye kiwango ambacho alionekana akiwa na timu ya kwenye klabu yake pale Uganda, lakini akiwa na timu ya taifa kwenye michuano ya CHAN hana kiwango kile ambacho alikionyesha. Hata kwenye timu yake ya taifa akiwa na AFCON kidogo alikuwa anaonekana performance yake kama ipo ingia toka, lakini bado alikuwa hana performance ya kushangaza. Ukija kutazama pia usajili wa Damaro, anaonekana ni miongoni mwa wachezaji ambao mpaka hivi sasa ni 50-50. Kila mtu anasubiri kuona kwamba atafanya nini. Watu walikuwa wanasubiri kwenye mchezo wa dabi, lakini wengi wamekuja na hoja kwamba inawezekana pressure ya kuita Damaro Day sijui nini ili affect hajionyesha kiwango chake kwa kiasi kikubwa. Lakini miongoni mwa wachezaji ambao wanazungumzwa kwamba walipaswa kupewa kadi kutokana na performance ya mchezo wao kuwa ya kawaida. Walikuwa wanafanya rafu sana, madhambi mengi. Kwa hiyo watu walikuwa wanawatazama kama ni miongoni mwa wachezaji ambao hawakupaswa kumaliza mechi. Njoo mtazame Buba, mpaka hivi sasa assist moja tu kwenye ligi ya Tanzania, licha ya kwamba hana michezo mingi ambayo amecheza, lakini watu wanamtizama kwa namna ambavyo anacheza. Kutokuwa na michezo ni ishara pia ya kutomshawishi mwalimu. Yes, kwa sababu ungekuwa una perform vizuri mazoezini, mwalimu angekuamini. Kwa sababu Depo ambaye tunamzungumza amepata michezo back to back kwa sababu alionyesha kwamba mwalimu ninaweza nikacheza mbele ya Dube, na ndio maana mwalimu akampa nafasi. Kwa hiyo ukija kuangalia kwa aina ya sajili ya hayo madirisha mfululizo, unaona kabisa Yanga wanabebwa na wachezaji wazawa ambao walikuwepo na wale wa kigeni ambao walisajiliwa kwenye misimu iliyopita. Ukiangalia hivi sasa Dube amekuwa bado anacheza kwenye kikosi. Watu walikuja wakazungumza mchezo ambao Depo alifanya vizuri, mchezo wa ligi. Watu wakasema Depo anatakiwa kucheza na Dube, ndio mchezaji ambaye anaonekana anakuwa na link up nzuri. Kwa hiyo ina maana watu hawajamuona Depo akiweza kucheza peke yake mpaka acheze na Dube. It means usajili wake bado ni wa mashaka, licha kwamba anafunga lakini bado hautishi kama vile ambavyo watu walikuwa wanautazamia. Kwa hiyo bado Yanga wanapaswa kuingia tena sokoni kwenda kufanya usajili wa wachezaji ambao watakuja kuwabeba kwenye mazingira haya ambayo yanaonekana bado hawajapata wachezaji chaguo la kwanza kwenye vikosi vyao.
Sawa, miongoni mwa vitu ambavyo tunataka tuzungumze kwa upana sasa hivi, nataka tuende tukajadili mchezaji mmoja. Hapo ni mengi, na wewe ni sehemu ya kipindi huko YouTube, ndio sehemu ambao unaweza ukaweka comment nyingi sana, kama vile ambavyo nimekuona Musa Mele, lakini pia nimekuona Elia Wilson na wengine wengi ambao wameendelea kuandika huko. Shusheni nondo na sisi tutapita nazo kama vile ambavyo vimeandika kadri muda unazidi kwenda, tukijadili kwa mapana na ukubwa wake kuhusiana na yale ambayo tuko nayo. Kwenye spana ya kwanza tumeanza na kumulika sehemu ya sajili pale Jangwani, ikionekana hivi karibuni mambo yamekuwa ya kidoda kidogo katika upande wa sajili. Kumbuka Yanga ilikuwa ni timu ambayo miongoni mwa timu zilizokuwa zikifanya sajili za kutisha, sajili za kueleweka, na ndio maana ilibaki kuwa bora misimu isiyopungua 4 hapa, wakifanya vizuri kwa sababu ya namna ambavyo walikuwa wakifanya sajili. Wakati huo wale wenzio wa upande ule kule mwingine ule ambao wale walikuwa unga mwana zilikuwa nyingi, lakini katika msimu mmoja na nusu miwili hivi hapa katikati kwenye upande wa sajili imekuwa kama kidogo imekuwa haileti 100% ya kile ambacho wanakitarajia. Inawezekana kuna baadhi ya wachezaji wakawa kidogo wanaonekana, lakini bado inakuwa haifikii kwenye yale matarajio ya wengi ambayo wanayatamani afike. Mfano mzuri wa hili tuanzie hapa kwa Abbas Tarimba ambaye ni mbunge wa Kinondoni, lakini pia ni mwanachama wa Yanga, akijibu swali la Irene Kilango kule Zanzibar baada ya mchezo wa dabi. Kuna kitu alikizungumza kuhusiana na scouting ya Yanga kwenye upande wa usajili, na jicho lake limeona vizuri au lilikuwa likirembua. Ukweli mimi sijafurahiwa sana na scouting yetu. Mimi naangalia uwanjani, hata mchezaji mpya akija tunaangalia performance yake, namna gani anapigania kuitafutia timu yake ushindi. Sisi Young Africans tumezoea kuona wachezaji wanaopigania wakatafuta ushindi. Leo nimesema haikuwa siku ya wachezaji wetu Young Africans, lakini kwa kuwa tunahitaji kwenda kwenye klabu bingwa, lazima tupate wachezaji wengine wazuri zaidi ili kuifanya Young Africans iwe ya kutisha zaidi. Huyo ni Abbas Tarimba. Kwa upande wake ameona kuna mgagasiko, kuna ukakasi kidogo kwenye sajili. Sasa hapa na tuongeze kitu, ni mjumbe kwenye bodi. Kwa hiyo sio mtu wa pembeni. Sio mtu wa pembeni, ni ndani kabisa. Sasa hapa tuanze sasa kuja kuzungumzia kwa mchezaji mmoja mmoja, kwa sababu tukizungumza jumla kuna wengine wanasema huyu mmemwonea, huyu kidogo anajitahidi huyu. Mkizungumza huyu bwana, huyu sio. Bwana, zimebaki dakika 6 tukachezeshe draw ya kutoa shilingi 20,000 kama kawaida yetu. Tunaanza na hapo 20,000 kwa watu 50 ndio tunaanza nao. Wa kufungulia dimba kwanza watu chambuzi. Popote. Haya bwana, basi nadhani tupige, wanasema style mchanganyiko. Tupige mvurugo. Tutaanzia popote pale katika sajili ambazo zimefanyika, kwa sababu tumezungumzia sio kwa dirisha hili tu dogo, tumezungumzia kuanzia nyuma kidogo, kuanzia alipoondoka Fiston Kalala Mayele. Na hapo nikukumbushe kitu Peter, tuweke kitu sawa hapo. Baada ya engineer kuwa na madirisha takriban 3 ya usajili bora, alikuja akaingia kwenye zile siasa za Simba na Yanga. Ile kuja, yani engineer alikuwa ameingia kwenye mazingira ya kwamba ukiwa timu kubwa unaweza ukaidhoofisha timu nyingine isifanye vizuri ili wewe ukaendelea kufanya vizuri. Akajiingiza kwenye kiburi cha kwamba anaweza akamchukua mchezaji hata yule ambaye alikuwa anatakiwa na timu nyingine, alafu akamchukua kwenye timu yake. Kama unakumbuka vizuri, utakumbuka usajili wa Musa Bala Conte. Kabla hata Bala Conte. Unakumbuka hizo story ilivyokuepo. Njoo uje utazame usajili ambao na huo ilikuja baada ya Simba kumsajili Kagoma. Unakumbuka kipindi kile Yanga walikuwa wanamtaka. Alisaini mkataba wa awali, akaenda Yanga, baadaye Simba akaja wakamvuta, wakamchukua juu kwa juu. Kwa hiyo Simba wakawa wanazungumza kwamba ukirejea sijui Fabrice Ngoma tulimchukua, sijui nani tulimchukua kutoka kwenu. Alafu Ngoma ndo ilizua aliletwa yule ambaye alikuwa anadandia mipira, Skudu Makudubela akaletwa, akapotelea hewani naye. Kwa hiyo Yanga wakawa wanazungumzwa kwamba mnafanya vizuri, lakini napokuja issue ya usajili sisi tumekuwa tunachukua wachezaji wenu, tunawachukua sijui airport zimekwenda zimerudi. Yanga wakajaa kwenye mfumo. Engineer akataka kuwaonyesha kwamba mimi naweza nikachukua hata mchezaji wenu. Ngoja nikupe situation. Kipindi cha nyuma
Wakati Yanga wanaanza kufanya usajili, kama unakumbuka dirisha lile la kina Maxi, la kina Aziziki, la kina nani, engineer alikuwa akiletewa mchezaji na wale watu wanaofanya scouting, akiwaambia kwamba bwana, mchezaji huyu hapa, huyu Simba wanamtaka huyu. Anawaambia engineer, alikuwa anawaambia mchukueni mpelekeni Simba, mimi simtaki. Kama anatakiwa Simba. Kama anatakiwa Simba, mpelekeni Simba akasajiliwe, mimi simtaki. Lakini baadaye sasa Musa Balakonte stories zilikuwa hivi kwenda kimerudi. Hata Okelo kumbe. Yes, Okelo story yake ilikuwa Mangungu aliulizwa juzi hapa. Akaambiwa mchezaji alikuwa anataka kuja Simba toka kipindi cha Chani. Nyie mkashindwa kuja kumsajili. Mangungu akasema bei yake ilikuwa kubwa, sisi tukashindwa kumsajili. Engineer akafunga safari, akaenda na ndege, stories zikawa nyingi, klipu video, wakamsajili, wakamleta Jangwani. Angalia impact yake ilivyokuja kwenye kikosi. Njoo usajili wa Chama. Stories zilikuwa nyingi. Chama anatakiwa kwenda kukutana na Mo Dewji Dubai, wakamchukua juu, akaenda kuzungumza naye, akasajiliwa, hata picha hajapigwa vizuri, akatua Yanga. Njoo angalia usajili wa Mohamed Hussein. Stories zilikuwa nyingi. Nani msimamizi wake sijui, ila walau kwa Mohamed Hussein kidogo anapakusemea kwa sababu anafanya vizuri. Yes, anafanya vizuri sawa, lakini ni sajili ambazo zilikuwa ni za kuikomoa. Yes, za kuikomoa Simba. Kwa hiyo kwenye kule kuikomoa club ndo wamejikuta sasa. Stick kwa Mkude inawezekana, yani zile story inawezekana, lakini kwa tayari ndani kwa kuliko kwa hiyo kwangu mimi ninaamini kwenye haya madirisha, miongoni mwa vitu ambavyo vimechangia pia ni ile focus ya engineer na jopo lake ambao linafanya usajili, kufocus na yale macho ambao walikuwa wanatumia zamani kwenda kufanya usajili, yalikuwa yamefifishwa kidogo na hizo stories za Simba na Yanga kwamba nataka tumkomoe Simba, tunachukua mchezaji ambaye labda alikuwa anaitwa anasajiliwa na Simba sijui nini, sisi tumeenda kumvuta. Yote zile story kwenye usajili, dirisha liwe kubwa, lakini ndio hiyo issue ambayo imekuja kuwakuta, wamekuja kujiingiza kwenye dirisha la kawaida ambalo limekuja kuathiri uchezaji wao, mpaka wajumbe wa klabu wanakuja kuzungumza kwamba usajili wao umefeli. Na hii watu wameanza tu kumsifia Tarimba kwa sababu amezungumza yeye kama mbunge, lakini tutakumbuka wiki ngapi zilizopita Jimanala amezungumza hivyo kwamba dirisha la usajili la Yanga toka msimu uliopita, yes, watu wamemtukana, wamemjibu vibaya. Lakini ukienda kuangalia comment kwa Abbas Tarimba, watu wameungana naye kwamba kweli dirisha letu limefeli kwa sababu hizo ambazo Tarimba alizizungumza. Bwana, hii ndio kwanza spana ya kwanza, na hili jambo ni pana, tunahama nalo mpaka kwenye kampa tena, lakini kwenye spana ya kwanza ni hiyo. Bila aibu, sura ya mbuzi. Nilimuuliza toka mapema, uko tayari? Sura ya mbuzi haina aibu, kafunguka. Umesikia? Twende YouTube hapo, kaweke comment. Bongo TZ FM tupo live hapo, nenda YouTube kaandike comment ya wachezaji ambao walithibitisha kutofanya vizuri huko Jangwani. Nilianza kwa kusema toka ameondoka Fiston Mayele pale mbele, nani aliyepatikana ambaye amekuwa suluhu ya kudumu? Kwa sababu hata huyo Dube ambaye bado anabaki, ndio maana hata aliposajiliwa Boyel walisema wanatamani kumuongezea changamoto, mpaka wanataka kumuongezea changamoto. Lakini pia baada ya changamoto kuja, alianza kuwa naye kuna baadhi ya mechi anakaa benchi, maana yake sio 100%. Na yeye pia angepatikana mkali zaidi yake, huenda angekuwa ni chaguo la pili. Yes, utofauti ni kwamba kipindi cha nyuma Yanga waliompata Mayele alikuwa ni package. Unajua Mayele alikuwa ni miongoni mwa washambuliaji wachache ambao alikuwa na uwezo wa kusimama kama standing man alone pale juu peke yake kabisa, na akakabiliana mabeki wawili mpaka watatu akawamudu. Lakini Mayele alikuwa na uwezo wa kushuka kuja kuanza kuhusika kwenye build up ya shambulizi kama ambavyo Dube anafanya sasa hivi. Anatoka kwenye boksi lake anaenda pembeni kwenda kuhusika na shambulizi. Magoli mengi sana Mayele amefungisha tela watu alafu akaenda kuyafunga. Nadhani kwa wale watu ambao wamemshuhudia enzi zake watakuwa wanakumbuka namna ambavyo alikuwa anatoka pembeni, anakokota beki, anatoka naye nyuma, anakwenda kufunga goli. Alikuwa na uwezo wa kusimama kama standing man kwenye boksi pale pale, akaletewa mipira na akafunga goli. Alikuwa na uwezo wa kufunga kwa vichwa, alikuwa na uwezo wa kufunga kwa mipira migumu. Kuna magoli alikuwa anafunga mpaka unajiuliza yani hili goli amefungaje. Kuna goli moja amewahi wafunga Simba, aliingia kwenye boksi kama akadunda hivi, kama mpira hujafika chini juu upo katikati, akashona shuti. Aishi Manula anakuja kushuhudia, chuma lishatikiswa nyavu pale nyuma. Kwa hiyo ni mshambuliaji ambaye alikuwa package. Sasa Yanga wakati wanaanza kuhangaika sasa kutoka kumtumia Mayele kuja kumtafuta
mshambuliaji mwingine ambaye ana kaliba yake, ndipo ambapo palikuwa na shughuli, kwa sababu ndio walikuwa wanaanza kumnyanyua Mzize. Mzize alikuwepo, lakini walikuwa wanataka striker mwingine ambaye alikuwa ana uwezo wa kusimama pale juu, kwa sababu Mzize kuna muda alikuwa anatumika kama winga. Utakumbuka Yanga baada ya kina Moroko kuondoka, kina Twisila Kisinda, Yanga alikuwa anakosa winga asili ambaye alikuwa ana sifa za winga, anaweza kukokota watu, akapiga cross, akaingia ndani, akaenda kutengeneza nafasi, walikuwa wanakosa. Kwa hiyo Clement Mzize alikuwa na zile sifa, ikawa inawalazimu wao wanamchezesha pembeni ama katikati. Sasa wakaenda kumchukua Dube. Kama utakumbuka hapo katikati wamepita washambuliaji wengi, kina Kennedy Musonda, kina nani, lakini walikuwa wanakosa mshambuliaji mwenye hizo sifa. Dube ameendelea kudumu Yanga. Dube unajua ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo wa kufanya build up nzuri. Akahusika kwenye shambulizi, akatoka akawachomoa mabeki kwenye maeneo yao msingi, akawatoa pembeni, akawapeleka wapi. Hata mechi yao na JKT kuna magoli kama mawili matatu mchango wake yeye. Anatoa yeye mabeki pembeni, sijui ni nani. Lakini linapokuja swala kwamba timu imekuwa ngumu kutengeneza nafasi, wanashindwa kusukuma mashambulizi kutoka chini kwenda juu, wanahitaji mawinga wapige cross. Crosses zinafika kwenye eneo la katikati, mshambuliaji wa kati hayupo ambaye ni Dube. Walikuwa wanamtamani kuwepo pale katikati afunge magoli hayo, hayupo. Yupo na yeye pembeni kuhusika kwenye nini, kwenye build up. Wakaja kuona kwamba wanahitaji kupata mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kusimama pale kama standing man, wakaenda kumleta Boyeli. Boyeli ana uwezo sawa kusimama pale juu, ana nguvu, ana uwezo wa kumsukuma mshambuliaji, kupambana mipira ya juu, akaishusha chini, kila kitu kafanyika. Shida ikabakia hana uwezo wa kufunga. Target yake sio nzuri sana. Sio nzuri. Na kipindi ambacho Dube anakosekana kwenye mechi kwa injury ama kwa tatizo jingine, yeye hawezi kusimama peke yake pale juu na akaweza kuoperate kama ambavyo Dube alikuwa anaoperate kama mshambuliaji. Kwa hiyo Yanga walikuja wakaanza kutafuta kuwa na sifa tofauti za washambuliaji. Wakawa na mshambuliaji ambaye ana uwezo mzuri wa kufanya build up kwa maana ya Dube, wakawa na mshambuliaji ambaye ana uwezo mzuri wa kusimama pale juu peke yake, akaweza kufanya kitu ambaye ni Boyeli. Wakawa na mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kusimama katikati akacheza kwenye build up, akaenda kucheza pembeni ambaye ni Clement Mzize. Kwa hiyo unakuja kuangalia kipindi cha nyuma walikuwa na mshambuliaji mmoja mwenye hizo sifa zote ambaye ni Mayele. Kipindi fulani walikuwa na Elitile Makambo, alikuwa na hizo sifa, alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo vitu. Makambo yule wa moto. Yes, sio yule ambaye alirudi baada ya kutoka nje. Kwa hiyo wakati wanahangaika hivyo ndo wakajikuta sasa wanafanya usajili wa washambuliaji wengi ambao walishindwa kuja kwa click. Kuna Kennedy Musonda, utakutana na kina Gede hao ambao walikuwepo. Kuna mshambuliaji mmoja waliowahi kumleta, nakumbuka alifunga magoli, alitoka kama top scorer, lakini amekuja pale kwenye kikosi chao akashindwa kutoboa. Kwa hiyo ni namna moja ama nyingine ya kuweza kutafuta watu ambao wanakuja kuleta changamoto kwenye kikosi chao, lakini ilishindikana. Kwa hiyo kwenye eneo la ushambuliaji, hiyo ndio shida ambayo ilikuwa inawatesa Young Africans, kupata mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kusimama na akawa ni package yeye peke yake akashughulika na kila kitu. Hiyo ndio ilikuwa issue kwao na ndio ambacho kinawatesa mpaka hivi sasa. Hivi Konkone alikuja baada ya Mayele? Ndio huyo. Ndio kwa namzungumzia. Alitoka, I think alikuwa ni Ghana kama sikosei. Alitoka huko, alikuwa mfungaji mzuri. Ila tusiseme sana kwenye hilo, pengine unajua sasa hivi pia kupata typical striker kama Mayele. Unajua Yanga pia baada ya kuondoka Mayele walibadilisha pia mfumo wa uchezaji. Au kuna wakati Mayele yupo, kuna kipindi alikuwa kama vile anabaki anategemewa yeye kama standing man pale mbele, na ana uwezo kufanya build up mwenyewe, ana uwezo wa kwenda control mwenyewe, akakimbia akaenda kufunga, kufanya dribbling, na ana uwezo wa kusimama akamwambia niletee kichwani nifunge, niletee mguu nifunge. Lakini sio Mayele hawapo wengi Afrika. Kwa hiyo pengine tusipomfananisha Mayele na wachezaji wengine waliofuata Yanga, japo ni kweli na ndio maana umeona wanabadilisha watu wengi pale mbele, hawajampata ambaye anaweza wapa wale kile ambacho wanakitamani. Hata wao pia pengine waondoke kwenye zimu na kuwaza anayeweza kufanya kama Mayele, kwa sababu Mayele is Mayele. Inawezekana hawawazi kwamba wanamtaka mshambuliaji labda kama Mayele au vipi, lakini inatokea kwa sababu issue ya usajili, unaposajili mshambuliaji, kuna washambuliaji ambao wakiwa kwenye timu nyingine anaonekana na hizo sifa. Mfano Singida wamemsajili Hoso Mwaku. Hoso Mwaku alikuwa top scorer wa ligi ya Kongo. Tena liwaka tu. Lakini ameenda kwenye kikosi chao, sasa hivi anashindwa kuperform kama ambavyo wao walikuwa wametarajia. Na wakati wanamsajili kutoka kule, kama watu wanaofuatilia ligi ya Kongo, jamaa alikuwa ni package nzuri kabisa. Ukiangalia amefunga magoli, ametengeneza pasi. Ina maana ni mchezaji ambaye alikuwa anahusika kwenye mazingira yote mawili. Anahusika kwenye kufunga, anahusika kwenye kutengeneza nafasi kwa wenzake kwenda kufunga. Ina maana ni mtu ambaye sio mkaaji sana.
ni mtu ambaye alikuwa anazurura kwenye boksi mpaka anapata mipira ya kuwatengenezea wenzie. Ina maana kuna muda alikuwa anakutwa kwenye moment timu inashambulia, ye hayupo ndani ya boksi, na ndio maana alikuwa anatengeneza nafasi kwa wenzie, na ndicho kitu ambacho anakifanya Dube, ndicho kitu anachokifanya Clement Mzize. Njoo uje uangalie Azam wamemsajili Ngita. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wametoka walikuwa na performance nzuri. Amekuja kwenye kikosi cha Azam FC pale, ni mchezaji ambaye alikuwa anaonekana ni wa kawaida, sio hatari. Na ndio maana mechi nyingi alipigwa benchi. Yes, lakini sasa hivi ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuja kuibadilisha Azam na wanatengeneza matokeo mazuri kwenye kikosi chao. Mpaka hivi sasa michezo kadhaa ambao amecheza ana magoli 4. Hata jana amefunga. Yes, ni miongoni mwa washambuliaji ambao hawazungumzwi wao hawasemi. Lakini ukija kumchukua yeye uje uanze kumfananisha na washambuliaji wengine, mfano kama akina Kennedy walikuwa wanakaa muda mrefu hawajafunga. Njoo uje umtazame Jonathan Soa ametoka Singida ameenda Simba. Mtazame namna ambavyo ana struggle kuingia kwenye kikosi, ukiachana masuala yake ya nidhamu. Njoo mtazame Selemani Mwalimu, amehangaika sana mpaka kuja kupata nafasi. Selemani Mwalimu huyu ambaye tunamsifia sasa hivi kwamba anafunga, amepata nafasi baada ya Simba kutokuwa na washambuliaji wengi pale juu. Ikawa inamlazimu Mwalimu kumpanga back to back Selemani Mwalimu acheze, confidence imemrejea na ameperform. Lakini sio kwamba Selemani Mwalimu alimshawishi Mwalimu kwenye mazoezi kwamba mimi natakiwa kucheza hapa juu kwenye hii nafasi. Ni kwa sababu alipata nafasi mastrika wengine ambao walikuwa kwenye kikosi chao hawakuepo kwa wakati huo. Lakini ukienda Azam pale kuna mshambuliaji mwingine ambaye ndiye anacheza muda wote, Kitambala, kwenye kikosi chao ambaye jana alianzia benchi na akaingia kutokea benchi na akatolewa kuchomoa goli. Kwa hiyo ukiwa unaangalia kuna baadhi ya moment ambazo haziwalazimishi Yanga watafute mshambuliaji kama labda Elite Makambo ama Mayele, lakini kuna moment ambazo wanajikuta tu wanahitaji mshambuliaji mwenye sifa ambazo wale washambuliaji wengine hawana. Na ndio maana ukiangalia wanatoka Kennedy Musonda ukimwangalia ni mtu ambaye alikuwa anasimama kwenye boksi, ameondoka kwenye kikosi chao, wamemleta Boyeli. Utofauti wa Kennedy Musonda na Boyeli ni kwenye matumizi ya nguvu, lakini wote wanasimama pale pale juu, wote magoli ya vichwa wanafunga, wote ni watu ambao wakipata nafasi moja wana score. Lakini ukimuondoa kwenye boksi, twende tukacheze sasa, tutengeneze build up timu iende kushambulia pale juu, watastruggle sana kwenda kucheza. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo yanawalazimisha Yanga tu wapate mshambuliaji ambaye anaweza akasimama pale juu akawa ni package, kwa sababu Yanga wana wachezaji wa kutengeneza hizo nafasi. Kuna kipindi Yanga amewahi cheza bila striker kwenye kikosi chao. Alikuwa anacheza Aziziki kama force number 9. Yanga alikuwa anapata matokeo. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji mshambuliaji ambaye anaweza akawa package akasimama pale juu, ili sasa akina Pakome washaini kutokea chini. Sasa hivi ukisema Dube awe anacheza kama ambavyo anacheza, siku Clement Mzizi akija akicheza winga pembeni, Pakome akacheza winga moja ya pembeni, Mudathiri akacheza katikati, Duke Abuya akacheza katikati, Okelo akanacheza katikati. Dube na wewe ambaye tunakutegemea usimame pale juu, na wewe ukiwa unakuja chini, mipira ikija kwenye boksi, nani atakuja kufunga kwenye hilo eneo? Na ndo unamuona sasa mchezo wa jana, Mudathiri kakokota mpira kutoka chini, wajuzi kakokota mpira kutoka chini, kampunguza Yusuf Kagoma kwa chenga moja maridadi, anaingia kwenye boksi, anatafuta kumpigia pasi, hajampata, karudisha pasi mbovu, Simba wamenyanyua, wameondoka nayo. Lakini kama unakutana na mshambuliaji mzuri, ina maana namuona Mudathiri huwa anakuja na move hii, mimi nijiposition sehemu hii, hapa pasi inapigwa na maliza. Yes, unakuwa na mikimbio ambayo kiungo anapokuja anajua kabisa mpira wangu huu hapa mimi nitaupeleka kwenye hili eneo. Kwa hiyo na Mudathiri ni mzuri kwenye hizo, ukimuonesha sehemu ulipo ni mzuri kuweka. Unakumbuka hata kuna mechi moja alicheza hapa kama sio na Azam na timu fulani kubwa, Prince Dube alisifiwa sana namna ambavyo alitoka nyuma akaingia, afu Mudathiri akaisindilia katikati ya kupenyeza, akakutana nayo jamaa akaweka. Hata usiende mbali kwenye mchezo wa Yanga wa kombe la shirikisho la CRDB, la TFF, Buba magoli aliyofunga miongoni mwao ilikuwa ni move wa Mudathiri. Buba alitoka amekokota mpira nyuma, akafika kwenye eneo, walinzi wa timu pinzani wapo wawili kwa juu, Mudathiri akaiomba pasi, alivyopewa Buba anavyoondoka upande wa pili, Muda akaisindikiza pasi kwa mguu wake wa kulia, Buba akakutana na mpira mbele, akaenda akasindikiza toka kanda. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ukiwa unafungua nafasi unakutana naye na unamuona. Lakini aina ya washambuliaji ambao wapo Yanga, ukimuondoa Depu, ni wale ambao wanataka nao movement zile za timu wahusike pamoja, kitu ambacho hakiwabebi Yanga, kwa sababu Yanga anao viungo wengi, ana mawinga wengi wa kutengeneza hizo nafasi.
kaa juu, mpira tutakuletea. Kaa tu kwenye mstari mzuri, kaa kwenye njia nzuri, kaa kwenye uso wa goli, pasi zinakuja. Lakini hao wachezaji hawapo. Bwana, wewe unazungumza vipi na sisi pia kwenye YouTube Bongo